Habari za ipunde, CIA imethibitisha kwa familia ya Lamar ilihusika na mauaji ya mama Kiamkamake. Ninaanza kusimulia. Katika taifa lililojengwa kwa sheria, mali mara nyingi inakuwa silaha na nguvu ni dhambi. Mimi ni Lamar, kijana wa miaka 17. Nilizaliwa kwenye historia tulivu na tajiri, lakini dunia hii haikuwahi kuwa nyumbani kwa vijana kama mimi. Nikiwa ndani ya nyumba ya baba yangu, nikitazama picha yake iliyopakwa kwenye fremu ya zamani, nikihisi huzuni iliyojaa kila kona ya chumba hiki. Mzee Babu, rafiki wa baba yangu, alimjia akiwa na uso wa busara. Aliniambia kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, "Lamar, mali hii si tu pesa, ni historia ya baba yako. Ila dunia haitaki kuona kijana kama wewe ukiinuka mapema." Nilimwangalia, macho yangu yakiwa na huzuni ya upweke, lakini moyo wangu ukiwa na ujasiri wa ndani. Nikasema, sitaki vita mzee Kasim, nataka tu niheshimu kilichoachwa na baba. Lakini dunia haikuwa tayari kumwangalia kijana mdogo. Ofisi za serikali zilikuwa zenye giza la kisiasa. Waziri Mlenge, mtu aliyejawa na tamaa ya mali na nguvu, alisema, hatuwezi kuruhusu kijana wa miaka 17 kuwa tajiri mkubwa kuliko serikali. Sheria iko wazi, mali hiyo lazima isimamiwe na serikali mpaka atimize umri wa miaka 18. Niliambiwa dunia ilikuwa kinyume. Kesi mpya ilianzishwa, njama zikiratibiwa nyuma ya pazia la ofisi zilizojaa tension. Lakini mzee Babu alinitia moyo, usiogope kijana, ukweli hauwezi kufichwa milele. Mara baada ya masuala ya kisheria kuendelea, kitu kingine kilidhihirika. Chumba cha siri cha CIA, vichwa vya watu wakichunguza dozie zenye ushahidi wa mauaji ya mama yangu. Agent Cole alisema kwa usemi mkali, "Umepata kitu. Mama yake Lamar aliuawa na mtu wa karibu, mtu wa familia. Inaonekana Bi Regina na Waziri Mlenge walihusishwa. Hii inaweza kusafisha jina la Lamar kabisa." Mama yake Lamar aliuawa na mtu wa karibu, mtu wa familia. Ndani ya moyo wangu harufu ya kinyama na hila ilianza kunuka, lakini ukweli ulitawala. Bi Regina, dada yangu mkubwa, na Waziri Mlenge walihusishwa na mauaji haya. Dunia ilikuwa imegundua njama za familia yangu, lakini hii pia ilikuwa nafasi ya haki kuongea. Habari zikawa za umma, TV studio ikirusha taarifa ya hivi punde. Habari za ipunde, CIA imethibitisha kwa familia ya Lamar ilihusika na mauaji ya mama Kiamkamake. Serikali imechunguza mipigo. Baba, CIA imethibitisha kuwa familia yangu ilihusika na mauaji ya mama yangu. Niliketi jumbani na mzee Babu, macho yangu yakijaa machozi ya heshima na moyo ukisema, nitawalinda hata kwa damu yangu. Baba, mama, leo mmeheshimiwa, nitawalinda hata kwa damu yangu. Na hatimaye siku ya hukumu ilifika. Mahakama Kuu ilikuwa imejaa watu.